Simulizi ya leo inahusiana haya kati ya mataifa haya mawili, kati ya mataifa ya Israel pamoja na Iran. Je, mataifa haya yalitokaje? Mataifa haya yaliundwaje? Mataifa haya, hawa watu wanaoishi kama mataifa walitokea wapi? Leo nataka niwachukue moja kwa moja mpaka huko, nataka niwapeleke mpaka vitabu vya dini. Kitabu cha dini ambacho ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 12 aya yake ya 15 inasema kwamba inaelezea mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Tera. Tera alizaa wana wa kiume watatu, na ambao wana hao waliitwa Ibrahim, Haran na Nahori. Mji huo waliishi katika mji ambao uliitwa Ur. Ur leo hii iko Iraq. Watoto hao waliishi kwa upendo mmoja, lakini baada ya kufika umri fulani, Mungu alijitokeza akaita mwanao mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu alisafiri, alitii sauti ya Mungu, akasafiri kutoka nchi kwao ambayo leo ni Iran. Iran kipindi hicho pamoja na Iraq haikuwa imegawanywa. Hilo taifa liliitwa Iraq. Baada ya vuguvugu ya Second World War, First World War, hawa watu wa koloni baada ya kutawala, hawa watu wakakatana, ndikapatikana Iraq na Iran. Taifa hilo lakini ni moja. So ukisoma pale unaona kwamba Abrahamu alipoondoka kwenda nchi ya Israel aliacha mandugu pale. Mandugu hao ndio uzao wa leo ambao ni Haran na Nahori. Au mandugu aliwaacha pale katika nchi ya Iraq na ambayo ni Irani ya leo. Kwa hivyo tumefunzwa nini hapo? Simulizi hii inatufunza kwamba Iran, Iraq, Israeli ya leo hilo ni taifa moja, ndugu wa moja, baba mmoja. Kumbuka kwamba hawa watu ni ndugu, hawa watu ni Wayahudi. Mara nyingi wanaambia watu katika mitandao ya kijamii kwamba wa Iran pamoja na wa Iraki na Waisraeli, hawa watu ni Wayahudi. Hawa watu sio Waarabu. Waarabu waliingia pale baada ya kuangusha serikali ya Rezalas ambaye alikuwa ni mfalme, ni Myahudi alikuwa. So ukiangalia Iran ya leo, Wayahudi ni wengi mno kushinda Waarabu. Vita za leo ukiangalia Waarabu ambao waliingia Iran, hao watu hawana ujuzi wowote wa vita. Kitu ambacho unatakiwa ujue, mtazamaji ambao unanifuatilia huko TikTok, ambao unanifuatilia huko YouTube, ambao unanifuatilia kwa pia FB, hawa watu walikuwa wana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza masilaha na uwezo wa kivita mkubwa sana. Kumbuka hao ni Wajemi. Wajemi kulingana na maandiko ya Biblia walijenga mji wao wa kwanza ambao hata ukisoma katika kitabu cha dini mji huu unapatikana Babeli. Babeli hiyo ya leo iko Iran. Kwa hivyo huo ndio mji wa kwanza kujengwa katika ardhi hii, ambao Babeli ilikuwa na nguvu mno sana. Watu wote ambao leo ni mhodari wa vita walitoa ujuzi huko Babeli. Na watu hao kumbuka kwamba ni Wayahudi. Wayahudi ndio walianzisha mfumo wa vita, na ambao ndio walikuwa na uvumbuzi wa silaha, zana zote za kivita. Hawa watu ndio walikuwa na huo uwezo wa kutengeneza. So tunakuja tunaangalia kwamba leo hii nchi yoyote ikijitokeza kupambana na Wayahudi ambao ni Wairani wa leo, haiwezi. Mara nyingi nasema kwamba Marekani ambao unaona ambayo ni taifa kubwa ambalo leo hii inajifanya kwamba wenyewe ndio jogoo wa dunia, ujuzi wote inatoa Iran. Ukiangalia majasusi makubwa ambao wanajeshi ambao wana train huko Marekani, 85% utakuta kwamba ni Wayahudi ambao wanawapa huo ujuzi wa kutengeneza masilaha. So historia hiyo inatufunza kwamba mambo ambayo yanaendelea leo hii dunia kisasa, vita ambavyo vinaendelea leo hii katika Iran, ambavyo vinaendelea huko Israel, vita hiyo haiwezi isha leo. Kwa sababu gani niseme hivyo?
Myahudi alivyoumbwa, ambavyo yeye maumbile yake alivyo, sio rahisi kushindwa. Mtu huyu anaamini kwamba anafaa kupigana, anapigana mpaka ukucha, mpaka unywele. Myahudi hawezi quit aseme kwamba vita imeisha. Hapana, anakudanganya tu. Ndio maana mara nyingi katika simulizi yangu naambia watu kwamba vita hizi ambazo zinaendelea sasa hizi katika ulimwengu wa kisasa, ambayo inaendelea katika Iran, Marekani anaenda kukimbia katika hii vita. Kwa sababu gani? Siku zote mtu ambaye anaitwa Marekani akienda sehemu anakuanga na interest yake katika Iran ni mafuta na ile gesi ambayo iko pale. Lakini kwa sababu ya msimamo mkali wa Iran ambayo ni Myahudi, wamechanganyikana pamoja na Waarabu, anaenda pale anamvuruga, halafu analeta propaganda zingine za kidunia na sambaza katika mitandao ya kijamii. Anasema kwamba wale watu wanakeuka sheria za Umoja wa Mataifa. Hapana, wao ndio wanakeuka sheria. Kwa sababu tunavyojua kwamba Marekani ni nchi ambayo inataka kutawala ulimwengu wote. Na ndio maana katika nchi za magharibi Iran imejitokeza waziwazi kusema kwamba sisi hatuwezi tawaliwa, inatakiwa na sisi tujitawale. Kwa sababu unavyoona Iran ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa. Si hizi propaganda ambazo mnasema. Ina mabomu ya kutosha, ina wanajeshi wa kutosha, na ina ujuzi wa kutosha. Kwa sababu hao watu, nimekuambia kwamba hao watu ni Wajemi ambao walipigana vita kabla hata Yesu Kristo kukuja duniani. So hao watu wana uwezo mkubwa sana wa kivita. Mjemi ukimpiga leo kombora haoni hasara. Kwa sababu hiyo ni kitu alishazoea. Mabomu hayo ameshayazoea. Ameshayazoea hayo. Marekani hajazoea mabomu, amezoea kupiga bomu wiki moja wiki mbili anatoroka, anachukua mafuta, anachukua gesi, anatoroka. Lakini Mjemi yeye hiyo ni kitu ameshazoea. Kwa hivyo mimi nawaambia katika watazamaji ambao wananifuatilia huko Facebook, huko YouTube, jaribu endelea kunifuatilia na endelea kuupdate zaidi na kuwapa historia kamili ya leo. Asanteni sana. Levis Chacha, follow.